okay, no offense. Tulikuwa na mahusiano tu mazuri ambayo hayakuwa na shida yoyote, labda niseme hivyo. Lakini ilitokea separation kwa sababu mimi nilipatwa na matatizo yangu na yeye akabaki. Basi ikawa hiyo separation yetu ilichangiwa na tatizo hilo. Nadhani mimi actually I was the one who asked him to move on. Okay. Yes, kwa sababu nilijua I'm gonna spend a lot of time. Naomba kidogo hapa niongee kwa Kiswahili kwa sababu kuna watu wengi ambao watakuwa hawaelewi ninachokisema. Kulingana na mambo yaliokuwa yamenipata, mimi ndo nilikuwa ni mmoja wapo ambaye nilimuomba yeye to move on, to move forward. Aendelee tu na maisha mengine. Kama ilipangwa basi tutakuja kukutana na maisha mengine. Na kama haikupangwa basi kila mtu ataendelea hivyo. It wasn't easy for both of us. Lakini there was no choice kwa sababu there was a barrier between. Tayari yeye yupo huko na mimi sipo na maisha yanatakiwa yaendelee. Kweli. Na hicho kitu nadhani nimeshawahi kiongelea mahali ama nishawahi kuandika barua mahali nikasema Kwa hiyo nadhani it was hard kwa muda ule. Lakini baada ya pale maisha yaliendelea and everyone is happy. That's what matters most. Me I'm a person ambaye I'm happy nikiwa mtu niliachana naye au tulitengana na nikaona they are doing good. You understand? Kwa hiyo not only to him, hata angekuwa ni ex wangu mwingine yoyote. Huwa nakuwa na furaha sana nikiona mtu is up to something good. Kwa hiyo mimi na yeye hatuko kwenye mazingira ya kualikana. Kwa sababu hatuna mawasiliano. Hatujawahi kusema we are friends, labda tunakutana, tuko kwenye mazingira ambayo tunaonanaga anaweza kanialika. No. Utamtumia mtu message sasa unamtumia kwenye mazingira. Mimi sina namba yake. I wish him all the happiness. Ndoa ni jambo kubwa sana maishani so far. You know? Na yani kikubwa tunachoangalia ni happiness na milestone. Umenielewa? Kwa hiyo since ni jambo jema, mimi am wishing him all the best. Na since then hata tulipokuwa tumetengana pia I wished him all the best. I wanted the best for him. You know, sio kana kwamba mimi nilipata na shida au nilipata na matatizo basi mambo yote yasimame. Nchi simame kwa ajili yangu. No. I'm not that kind of person, you know. Like mimi hata tukiwa kwenye mahusiano na mtu yoyote yani. Bado you have your freedom kwenye hayo mahusiano to be yourself, to do what makes you happy. You know? Huyo ni aliyekuwa mpenzi wake na Jux kitambo na hicho ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Jackie. Kila mmoja sidhani kama kuna mtu ambaye hawezi kumfahamu. Ameweza kufunguka mengi sana kuhusiana na mahusiano yake ambayo pia kipindi akati ana date na Jux. Mara baada ya yeye kuweza kupata matatizo na kuweza kwenda gerezani, vitu kibao viliweza kutokea kipindi hicho wakati wanakuwa wana date, na kusema kwamba yeye ndo aliyetangulia kumwambia bwana Jux, bwana kama unaweza move on tu, kwa sababu kwa sasa hivi nitakuwa katika shida kama hivyo kwa kipindi kirefu. So wewe kama ni mwanaume pia hazani kama angeweza kuendelea kuvumilia kwa kipindi kile ambacho pia Jackie alikuwa anapitia katika matatizo tofauti. Lakini pia akaulizwa kuhusiana na masuala mzima kuweza kuumia kutokana na hiki ambacho kinaweza kuendelea. Kwa upande wake hajaweza kuumia kwa sababu anajua kabisa kwamba hata ingekuwa vipi lazima tu hiki kitu kingeweza kutokea. Jux kuweza kumove on kwa sasa hivi, yuko na Priscilla, maisha yamekuwa ni mazuri, kila kitu kinaenda sawa. Kwa hiyo yeye yuko tu fresh, lakini kauli yake ambayo alikuwa amesisitiza zaidi kwamba kipindi hicho yeye ndo aliyetangulia kuweza kumwambia Jux kwamba Jux, sasa hivi fanya mambo yako, unaweza kufanya chochote, lakini kama Mungu ametuwekea mimi na wewe tuwe wapenzi au kuweza kuja kuoana, basi tutakuja kukutana tu wakati mwingine. Lakini kwa kipindi hicho walikuwa ni mbali, alafu pia ni kwa miaka mingi, imekuwa ni noma sana. Na hiyo ni exclusive interview kabisa ambayo iliweza kufanyika na Jackie ambaye alishawahi kuwa mpenzi wa Jux hapo nyuma. Endelea kutufuatilia sisi kama sawa katika Instagram yetu, lakini bila kusahau kule YouTube ukisubscribe channel yetu tutakuwa umetisha kinoma noma.